Ndugu yangu mpendwa, mtume wetu mkweli Muhammad sallallahu alayhi wasallam alituonya wazi kabisa. Akasema hakika kiyama hakitasimama mpaka muone dalili 10. Hizi si hadithi za kubuni. Ni ukweli unaokuja. Na kila dalili ina ujumbe mzito sana kwetu leo. Tulia, sikiliza kwa makini na jiulize, je, mimi niko tayari? Moshi mkubwa utafunika dunia. Sio moshi wa kawaida. Ni moshi mzito utakaopenya kila mahali. Kwa makafiri utakuwa ni adhabu kali, utaingia ndani ya miili yao, utawatesa. Lakini kwa muumini utakuwa mwepesi kama mafua tu. Hapa kuna somo. Imani yako leo ndiyo itakayoamua hali yako siku hiyo. Hii ndo fitna kubwa kabisa kuwahi kutokea duniani. Dajjal atakuja na atadai yeye ni Mungu. Atakuwa na uwezo wa ajabu. Ataamrisha mvua inyeshe, inanyesha. Atafufua kwa macho ya watu. Atageuza ukweli kuwa uongo na uongo kuwa ukweli. Watu wengi watadanganyika, lakini waliomjua Allah vizuri hawatatikisika. Swali ni hili: je, imani yako leo inaweza kukulinda dhidi ya Dajjal? Wakati dunia imejaa dhulma, Nabii Isa alayhi salama atashuka kutoka mbinguni. Atakuja si kama nabii mpya, bali kama mfuasi wa Uislamu. Atamuua Dajjal na kurejesha haki duniani. Amani itarudi na uadilifu utaenea. Hii ni ishara kuwa mwisho uko karibu sana. Baada ya hapo watatoka watu wa ajabu sana, Yajuj na Majuj. Ni wengi kupita kiasi, hawahesabiki. Watapita kila sehemu wakiharibu kila kitu. Hakuna jeshi litakaloweza kuwazuia. Hadi Nabii Isa na waumini watalazimika kujificha. Na hapo msaada wa Allah pekee ndio utakaomaliza fitna yao. Kisha atatoka mnyama kutoka ardhini. Sio mnyama wa kawaida. Atazungumza na watu na atawatambua watu. Huyu ni muumini, huyu ni kafiri. Hakutakuwa na kujificha tena. Leo unaweza kujificha nyuma ya watu, lakini siku hiyo kila kitu kitafunuliwa. Siku moja utashangaa. Jua halitachomoza mashariki, litachomoza magharibi. Hiyo ndiyo ishara ya mwisho wa toba. Kuanzia siku hiyo, mlango wa toba utafungwa. Hakuna tena, ya Allah nisamehe. Hakuna nafasi ya kurudi nyuma. Hivyo basi, toba yako usiiweke kesho. Ardhi itaanza kufunguka. Sehemu zitazama ghafla. Mashariki ardhi itameza watu. Magharibi tukio kama hilo. Uarabuni sehemu maalum itazama. Hii inaonyesha nguvu ya Allah na jinsi dunia hii ilivyo dhaifu. Leo tunajenga, tunapanga maisha, lakini yote yanaweza kupotea kwa sekunde. Dalili ya mwisho. Moto mkubwa utatoka Yemen. Moto huo utawakusanya watu wote. Utakimbiza watu, utawalazimisha kuelekea sehemu ya kukusanywa mashar. Hakuna atakayebaki. Hapo ndipo safari ya mwisho inaanza. Ndugu yangu, dalili hizi si za kuogopesha tu, ni za kukuamsha. Kiyama kinakuja na hakitachelewa. Swali sio kitaanza lini. Swali ni, uko tayari? Anza leo. Tengeneza swala yako. Fanya toba ya kweli. Acha dhambi polepole. Shikamana na Qur'an. Kwa sababu siku hiyo hakutakuwa na nafasi ya kurekebisha. Kama umefaidika na video hii, share kwa wengine. Huenda ukawa sababu ya mtu kurejea kwa Allah. Na usisahau kusema, Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Amani ya Allah iwe juu yenu.
Asante kwa kutazama Soul Reflection. Endelea nasi kwa hekima zaidi, mawaidha na malezi ya kiroho.